Iran ilishangaza dunia. Hiyo mara nyingi Israeli ilikuwa inashambulia Iran kijasusi sana. Na huo wale madaktari wa nuclear, huo baadhi ya viongozi wa Iran, lakini Iran ilikuwa imetulia. Kwa Israeli ilivyoshambulia ikaua jopo kubwa la viongozi mwaka jana, Iran ilirespondi kwa nguvu kubwa sana, ambao watu wakagundua kumbe jamaa ana vitu. Unaona maongezi ya mwaka huu, Trump anasema katika mashati yake, Irani iachane na makombora, iharibu makombora yake, iachane na mambo ya nuclear. Lakini mwaka jana tayari Trump alisema ameharibu nini? Mifumo ya nuclear nini ya Iran. Kwa akaingiza kwenye hoja mara ya pili. Lakini ukiangalia siri kubwa, walikuwa na mpango wa kumpiga. Sababu hata mwaka jana walizungumza wakampiga. Mwaka huu wamezungumza wakafanyaje? Wakampiga. Kwa mpango ulikuwa ni kumpiga. Na Irani mwenyewe alikuwa shatambua kitambo kwamba kuna siku moja nitafanyaje? Nitakuja kuvamiwa. Maana alijipanga kwa siri kubwa, na Marekani walitambua. Maana Trump alikataa sana ule mkataba wa Obama, Barack Obama, na pamoja na Europe na Russia na China, kwamba jamaa amekubali kuachana mpango wa nuclear, kwa tumwachie uwe huru afanye biashara. Trump alipokuja akasema huo mpango ambao mmeuweka unampa Irani nguvu, pesa za kurutubisha madini ya nini? Ya nuclear pamoja na kutengeneza makombora. Kwa Trump alijua. Sasa mwisho akavunja ule mkataba, akaanzisha vikwazo vipya. Na makao yake vikwazo vipya. Kwa hiyo wakazungumza na tena wakamtesti mwaka jana. Wakaona jamaa yuko nayo. Anavyo vyo vitu. Sasa ndio maana mwaka huu kwenye masharti yake kwamba yale matatu manne kwamba asirutubishe madini ya nini? Ya nuclear kuelekea kuwa bomu. Lakini Iran akasema kwamba hoja ya nuclear kwangu ni matumizi ya amani kwa ajili ya umeme. Wanasema kwamba hatukuamini. Maana kwa jana mwaka jana walikuwa wameangamiza. Lakini dunia ikashangaa. Trump huyo kasema ameangamiza mwaka jana. Mwaka huu tena anasema ako nayo. Mwisho tena wakamdemand issue ya makombora. Unaona? Wakamdemand kwamba na proxy ambao wanapambana na Israel na maslahi ya Marekani Mashariki ya Kati. Sasa na kitu ambacho kilimbana Iran ni hoja yake ya wale viongozi wakubwa wa Iran waliposema kwamba Israeli haipaswi kuishi, inapaswa kufutwa katika uso nini wa dunia. Sasa Netanyahu akaenda nenda pale Umoja wa Mataifa, anaonyesha hizo taarifa kwamba huyu jamaa anataka kufanyaje? Kuniangamiza, na anatengeneza mabomu ya nuclear je niangamize. Kwa Umoja wa Mataifa ukakosa hoja. Ndio maana uko unaibana nini Iran. Hata mwaka huu umeibana Iran. Iran kushambulia majirani zake, umeibana huo mpango kutoka kuifuta nini Israel. Sasa lakini pia si vizuri kuivamia nchi huru. Lakini wenyewe wamejenga hoja tunaivamia kwa sababu Iran ni nchi hatari. Inajilinda kwamba inataka kuiangamiza Israel na maslahi ya Marekani. Na juzi Iran imerusha bomu kombora toka Iran mpaka kisiwa cha Gasia ambacho ni kilomita 4,000 cha Marekani.